Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars hii leo wanashuka dimbani kucheza yale mashindano ya FIFA Series, ambapo kama ambavyo tunafahamu hii leo wanashuka dimbani majira ya saa 11:30 kupambana na timu ya taifa kutoka bara la Ulaya ambao ni Liechtenstein, ambapo kwenye mchezo wa hii leo tayari kwa upande wa mwalimu Miguel Gamondi ameshaandaa kikosi ambacho anaamini kwamba kitakwenda kumpa ushindi, kwa sababu ni mashindano ambayo yanafanyika pale Rwanda, lakini pia kuna kombe ambalo limeandaliwa ambalo bingwa ndiye ambaye atakwenda kulibeba. Sasa kabla sijakwenda kuangazia kikosi, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia kikosi cha timu ya taifa Taifa Stars dhidi ya Liechtenstein. Kwa upande wa golini yupo golikipa Aishi Manula. Baada ya muda mrefu kuonekana kwenye upande wa timu ya taifa ya Tanzania, hatimaye Aishi Manula anarejea kunako kikosi. Manula tunafahamu ni golikipa mwenye uzoefu mkubwa wa kimataifa, lakini pia na uwezo wa kuokoa mipira ya karibu na pia ni kiongozi mzuri. Kwa upande wa mwalimu Miguel Gamondi atakuwa kimhitaji zaidi Aishi Manula kuongoza safu ya ulinzi, lakini pia kuanzisha mashambulizi, lakini pia kuwa mtulivu zaidi. Kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo bwana mdogo kabisa mpya huyu ndani ya kikosi ambaye ni Mohamed Musa. Huyu ni mchezaji ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Mashujaa. Kwa upande wa Mohamed Musa ni moja ya kijana ambaye yuko vizuri, performance yake ndani ya msimu huu imekuwa ni nzuri. Kwa hiyo kitu pekee ambacho tunakwenda kukitazama kwenye mchezo wa hii leo ni kwenda kumtazama ni kipi hasa ambacho atakwenda kukitoa ndani ya kikosi cha timu ya taifa, ikiwa ni mchezo wake wa kwanza. Kwa hiyo kwa upande wa Miguel Gamondi kuna uwezekano mkubwa akawa ametazama vitu vingi kwa kijana huyu. Kwa hiyo kitu pekee ambacho tunakisubiri ni kuona ni kitu gani hasa ambacho ataweza kukionyesha ndani ya kikosi. Lakini pia kushoto yupo bwana mdogo Nixon Kibabage. Wanakwambia kwamba anaendelea kujitutumua kama ambavyo alikama wanakwambia. Nixon Kibabage yuko kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto. Tunafahamu kwa upande wa Nixon atakuwa akihakikisha upande wake unakuwa salama dhidi ya mashambulizi yote ambayo yatakuwa yanafanyika kwa upande wa timu ya taifa ya Liechtenstein. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yuko Lameck Lawi. Beki kijana huyu anapata nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza kwa siku ya hii leo kwenye mchezo ambao anacheza majira saa 11. Ni mmoja mchezaji ambaye tunafahamu kuna kitu hasa ambacho amekuwa nakitoa ndani ya kikosi kutokana na kile ambacho amekuwa nacho. Ni beki amekuwa ni utulivu tangu ameanza kupata nafasi. Lakini pia Bakari Nondo Mwamnyeto yeye pia atakuwepo kwenye eneo la kikosi. Huyu ndiye kiongozi kwenye eneo la ulinzi kutokana na kile ambacho amekuwa anakitoa ndani ya kikosi. Maana kwamba kitu pekee ambacho atakuwa anakifanya atakuwa akisimamia mstari wa ulinzi na kupanga mabeki wenzake kuhakikisha timu inakuwa ipo kwenye wakati mzuri. Lakini pia kwenye upande wa viungo wako viungo wawili. Kwanza yupo Alphonse Mabula ambaye anakipiga pale kwenye upande wa ligi ya Kazakhstan ndani ya timu ya Shamak. Ni kiungo mkabaji mwenye uwezo ambaye atakuwa akilinda safu ya ulinzi, lakini pia kusaidia kurejesha mipira ambayo itakuwa ni hatari zaidi. Maana kwamba anacheza kwenye eneo hilo kwa upande wa Alphonse Mabula. Lakini pia Novatus Dismas atasimama kwenye eneo hilo. Huyu ni kiungo ambaye amekuwa na uwezo wa hali ya juu, kasi yake, uwezo wa kukimbia, atacheza kama box to box kwa ajili ya kusaidia mashambulizi zaidi. Amekuwa anatumia zaidi mipira ile kufa. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi. Lakini pia Feitoto Feza Sarum, huyu ndiye moyo wa ubunifu kwenye upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Maana kwamba kwa upande wa Fei atakachokuwa anakifanya ni kuwa na majukumu ya kutoa pasi za mwisho, kutengeneza nafasi, lakini pia kuongoza mashambulizi kwenye eneo la mbele pale timu ambayo inakuwa inataka kushambulia. Lakini pia kwenye eneo la winga ya pembeni kulia yupo Simon Msuva. Msuva tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi kubwa na uzoefu mkubwa, atakuwa akitumika kuvunja ulinzi kupitia kwenye eneo la pembeni, lakini pia kupiga mashuti, amekuwa na uwezo huo. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kutokana na kile ambacho anakitoa. Lakini pia Chazi Mombwa naye pia anakipiga pale ligi ya Malta. Florian yeye ni winga ambaye amekuwa na uwezo mzuri, atakuwa akisaidia kushambulia na kuunda nafasi kupitia pembeni. Ni mchezaji ambaye amekuwa anatoa huduma kubwa zaidi kwa upande wa timu ya taifa pale ambapo anapata nafasi. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho ni Selemani Mwalimu. Amerejea kwa nguvu zaidi. Selemani tutafahamu ni moja mchezaji ambaye amekuwa na wakati mzuri zaidi pale ambapo anapata nafasi. Ni mfungaji, ni mchezaji ambaye ana kasi zaidi.